أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Naam, leo tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Nitumie nafasi hii awali kabisa kukushukuru kwa kuamua kuja kuzungumza nami, na huu ndio utaratibu. Mfano, kwenye katiba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, msemaji wa mkoa ni shekhe wa mkoa, na uwepo wangu hapa Mwanza ni mwakilishi wa Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana. Kwa hiyo ulichofanya ni jambo sahihi, kwamba kuna jambo basi umeona uje uongee na mwenye haki ya kuongea, kwa maana ya msemaji wa Waislamu katika mkoa wa Mwanza. Basi nikushukuru na nikutakie kila la kheri, na Mwenyezi Mungu akubarikie. Na huu ndio utaratibu nadhani, lakini ndio utaratibu wa wanahabari wa mkoa wetu wa Mwanza. Huwa wakitaka jambo huenda kwa yule anayehusika. Nende moja kwa moja kwenye swali. Naam, Sheikh, hapo kwenye swali labda nirudie tena. Naam. Ni kwa namna gani viongozi wa dini wanapaswa kushiriki katika masuala ya haki, uhuru wa mtu binafsi, lakini pia na masuala mbalimbali katika ustawi wa jamii? Kwa hakika ninapoulizwa swali ni kwa namna gani viongozi wa dini wanapaswa kushiriki kwenye masuala ya haki, masuala ya uhuru wa mtu binafsi na mambo kadhaa ya jamii, labda niseme kwanza, kama unavyojua, al-Islamu dinul haq, Uislamu ni dini ya haki. Kwa hiyo kwa muda wote Uislamu unasimamia haki. Kwa muda wote Uislamu unataka watu watende yaliyo ya haki. Ukisoma ndani ya Qur'ani, iko sura nzima imekuja baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Mola wetu anasema wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Iko sura nzima imekuja, Mwenyezi Mungu anaelezea wal asri, anaelezea wakati, anaapa kwa zama. Ukienda kule mbele anasema innal insana lafi khusri, wanadamu wako katika shaka, wanadamu wako katika hasara. Mwanadamu, mtu muda wote kwenye matatizo. Ambaye amevuliwa kwamba hayumo kwenye matatizo ni wale ambao waliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala, na muda wote wakahusiana yaliyo ya haki na wakahusiana kusubiri. Kwa hiyo Uislamu ama viongozi wa dini, na hapa unaposema viongozi wa dini na kusudia Waislamu, kwamba viongozi wa Kiislamu kwamba muda wote wanapenda kuhusia haki na kuhusia subira. Kwa hiyo ni wajibu wa viongozi wa Kiislamu muda wote kuhusia yaliyo haki, kutenda mema, kufanya ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuyakataza yale yote ambayo hayamridhi Mola wetu. Lakini hata katika masala ya kijamii, Uislamu sio dini ya kuswali tu na kufunga tu na kwenda kuhiji tu. Hapana, Uislamu ni dini inaendana na maumbile, ni dini inasimamia wakati, ni dini inaendana na hali za watu. Uislamu ni mfumo mzima wa maisha ya kibinadamu. Kwa hiyo sisi Waislamu, mfano sisi hapa Mwanza tunajenga vituo vya afya. Kwa akili ya kawaida unaweza ukaona kituo cha afya hakina thamani, lakini hili jambo linaushughulikia mwili, na ili imani imarike lazima visimame vitu viwili, lazima usimame mwili na roho. Kwa hiyo masala ya kijamii pia ni haki ya Waislamu kuyazungumza, kuyajibia, kuyasemea na kuyaongoza. Na Sheikh, sasa hivi katika mitandao ya kijamii kuna mjadala mkubwa sana ambao umekuwa ukiendelea kunako kukamatwa ama kushikiliwa kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na kuna minong'ono na mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Na katika hivi karibuni kuna tamko ambalo limetolewa na baadhi ya viongozi wa dini
na kuitaka serikali kuweza kumwachia Mheshimiwa Tundu Lissu bila masharti yoyote. Umepokeaje tamko hilo? Waandishi bwana, mna matatizo sana. Hili jambo sikupenda mimi kuliingia mapema au awali. Kwanza ninavyofahamu jambo lolote linapokuwa mahakamani, limezuiliwa kuzungumzwa jambo hilo mpaka mahakama itapomaliza masala yake. Na hasa ukizingatia jambo hili linaendana na mambo ya siasa na kadhalika. Na sisi kama viongozi wa dini, waumini wetu wanatoka vyama vyote, Waislamu, Wakristo, waumini wetu wanatoka vyama vyote. Na waumini wa Kikristo wanatoka vyama vyote. Lakini mtu kama huyo ulimtaja ana wafuasi wa imani zote. Kwa hiyo almuhimu jambo hili kwa kuwa liko mahakamani, si jambo la kuzungumzwa sana, kwa sababu unajua katika nchi ninavyofahamu mimi tuna mihimili mitatu. Tuna muhimili wa serikali kuu, kwa maana serikali hii ndio inasimamia mambo yote. Lakini upo muhimili unaitwa bunge. Huu ndio muhimili unaotunga sheria. Lakini uko muhimili unaitwa mahakama. Huu ni muhimili unaofasiri na kutafsiri zile sheria. Kwa hiyo ndugu yetu huyo yuko mahakamani na jambo liko mahakamani. Labda hili la pili la viongozi wenzangu ambao wametoa tamko, hili ndio jambo ambalo ningeweza kulisema kidogo, na hasa ni katika nia njema, ni katika nia ya kushauri. Unajua kanisa Katoliki kwetu ni kanisa kubwa, hasa katika nchi ya Tanzania na hata duniani ni kanisa kubwa, lakini ni kanisa lililojengea heshima kwa muda mrefu sana. Kanisa Katoliki ni kanisa lililojengea heshima kwa muda mrefu sana. Na sisi ambao ni wapenzi wao tusingependa kuona wanaingia kwenye mtego wa kuvunjikiwa na heshima. Mfano sisi Waislamu tuna sura kamili ndani ya Qur'ani inaitwa surati Rum, sura ya Roma. Yani sura ile inataja habari za Warumi, na hili kanisa lina heshima hiyo. Lakini sisi Waislamu tunakumbuka fadhila Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa pale Makka na akapata matatizo. Ukisikia kitu kinaitwa hijra, kuhama bwana Mtume, hijra yake ya kwanza Mtume sio kwenda Madina, iko hijra Mtume wafuasi wake walihama kutoka Makka wakahamia sehemu inaitwa Habesh, Ethiopia, kwa mfalme Najashi ambaye alikuwa naamini ni Mrum, imani yake ni ya Kikatoliki. Kwa hiyo kanisa hili ni kanisa lina heshima kubwa kwa Waislamu. Mimi usia wangu kwao, Wakatoliki ni wenye uweledi mkubwa na sina hakika sana, na nisingependa kuingilia uhuru wao. Unajua habari ya imani, habari ya ibada, habari ya uhuru wa imani, ibara yetu ile ya 19 imetoa uhuru mzuri sana. Lakini uhuru wetu lazima si viongozi wa dini tuuchukue wewe na mipaka. Ninaposema hivi ninamaanisha kwamba unapozungumzia fulani yuko kizuizini, yuko gerezani, yuko jela, maana yake hayuko hivi, anashikiliwa kwa mujibu wa sheria. Na mamlaka iliyopewa nafasi ya kumshikilia ni huo muhimili unaoitwa mahakama. Sasa akitokea mtu akauamrisha ule muhimili kwamba ufanye tofauti na utaratibu wake, unaposema fulani aachiwe tena bila masharti, hapa ndo kuna mjadala. Kwa hiyo mimi rai yangu umekuja niseme tu kwamba Waislamu wa mkoa wa Mwanza, wa Tanzania wa mkoa wa Mwanza waendelee kutulia, kwa sababu naamini serikali tulionao ni serikali makini. Nitatoa mfano mdogo. Sisi Waislamu, hii nchi nataka watu wafahamu kwamba nchi hii haina raia namba 1 wala raia namba 2. Nchi yetu ya Tanzania ndani yake kuna vitu vingi. Kuna Waislamu, kuna Wakristo. Nchi yetu ya Tanzania ndani yake kuna kuna mambo ya kidini, kuna mambo ya kisiasa, kuna mambo ya michezo, kuna mambo mengi tu ndani ya nchi hii. Kwa hiyo katika haya mambo hakuna mtu ambaye jambo lake yeye ndio jambo namba 1 na wengine jambo lao ni jambo namba 2. Nitawakumbusha tu wa Tanzania, Waislamu hapa nchini wako mashekhi
wako mashekhe wanaitwa mashekhe wa uamsho. Mashekhe hawa wamekaa gerezani kwa zaidi ya miaka 7. Wamekaa gerezani kwa zaidi ya miaka 7. Hatukusikia mtu yoyote akinyanyua mdomo wake kusema kwamba mashekhe hawa waachwe huru, kwa sababu tulijua kwamba ziko taratibu za kusema. Mfano sisi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tulisema mara kadhaa kutoa rai serikalini, na utakumbuka ni maulidi ya kitaifa iliyofanyika Shelui. Maulidi ya kitaifa iliyofanyika Shelui. Katika risala aliyosomewa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya baraza la Maulidi, BAKWATA ilitoa tamko la kueleza uhalisia wa kinachoendelea kwa mashekhe wale kuendelea kushikiliwa. Lakini hatukusema tutafanya maandamano, hatukuiamuru mahakama kwamba mahakama iwaachie huru mara moja bila masharti. Hatukufika huko. Lakini nenda mbele zaidi. Tunao mashekhe sisi wako magereza mengi hapa Tanzania. Ni kipindi hichi cha Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia ndio tumeona baadhi yao wakianza kuachiwa. Lakini hivi ninavyozungumza ofisini kwangu mimi nina faili la mashekhe na maustadhi zaidi ya 10 wako magerezani. Hata ukinyanyuka ukenda hapa Butimba, wako watu waliokamatwa kwa fikra hizo za kidini hivi na vile, wako ndani. Tunaweza kuzungumza kwa njia sahihi na njia nzuri bila kusema kwamba hawa waachiwe huru mara moja bila masharti. Tunachoweza kuzungumza, jamani, angalieni, nyinyi mna wataalamu waliosomea uchunguzi, wamesomea upekuzi, wataalamu wa sheria, yapimeni haya mambo kuliko kumweka mtu ndani bila kufuatilia. Ni usia wangu na wito wangu kwa kanisa Katoliki, lijipime, lijitafakari. Wakati mwingine unaweza kuibua jambo. Imamu Ali, sisi tuna imamu wa 4, khalifa wa 4, anaitwa khalifa wetu wa kwanza ni Abu Bakr as-Siddiq, wa pili ni Umar ibn Khattab, wa tatu ni Uthman ibn Affan, wa 4 ni Ali ibn Abi Talib. Ana maneno yake anasema kwamba kusema an-nutqu zayyin, kusema ni pambo. Ukisema utaonekana fulani amesema vizuri, msemaji mzuri, lakini wasukutu salamu, kunyamaza ndani yake kuna amani. Mimi nilikuwa nadhani sisi viongozi wa dini tuna nafasi ya kukemea, kushauri, ya kuongoza, lakini tusiwe na nafasi ya kuingilia mihimili bila utaratibu. Kwa sababu ikianza hivyo na sisi tunaweza tukasimama tukasema hivi, na yule atasimama atasema vile. Watu wa mpira watasimama watataka hichi, watu wa siasa watasimama wanamtaka mtu wao atoke, watu wa dini watasimama watasema wanamtaka mtu wao atoke. Nchi hii haitatawalika. Lakini usia wangu kwa wenzetu hawa, viongozi wenzetu ambao sisi tunawaheshimu sana na tutaendelea kuwaheshimu, usia wangu ni kwamba tuangalie mambo haya yasiwe yanatokea kwenye kipindi cha rais akiwa Muislamu, kwa sababu tumeshuhudia hapa alipokuwa mzee John Joseph Pombe Magufuli, nchi ilikuwa imetulia, hatukusikia kukemewa, hatukusikia kufanywa nini wala nini. Lakini leo kuna baadhi ya mambo yanatokea yasije yakaamsha fitna. Yako maneno sisi tunaambiwa katika Uislamu, bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema alfitnatu naima, muda wote fitna huwa imelala. La'anallahu man istayqadhaha, Mwenyezi Mungu anamlaani anayekwenda kuiamsha. Sasa tuiachie nchi ifanye kazi yake kwa mujibu wa sheria. Hii ni nchi inatawaliwa kwa mujibu wa sheria. Mtu akikamatwa, shtaka lake linakwenda mahakamani kwa mujibu wa sheria. Mahakama inapewa nafasi kufanya kazi yake kwa mujibu wa sheria. Hatuna sababu ya kuilazimisha mahakama, hatuna sababu ya kuifokea mahakama, hatuna sababu ya kuilaani mahakama. Na jambo linalonisikitisha ni sisi viongozi wa dini kuelekezwa na baadhi ya wanasiasa. Yaani mwanasiasa anasimama anasema kesho ni siku ya Idi, na wataka mashekhe mzungumze hivi, halafu na wale mashekhe kesho wanazungumza alivyotaka mwanasiasa. Hiyo ndo ajabu. Leo kesho ni Pasaka, na wataka maaskofu mseme hivi, na hao maaskofu kesho wanazungumza alivyotaka mwanasiasa. Hapana. Sisi kama viongozi wa dini tuna wajibu wa kujisimamia, tuna wajibu wa kujenga heshima yetu, na ikitokea kuna shida, tunazo njia na tunazo taratibu za kuvifikia mamlaka, na sio kutoa vitisho kwa mamlaka. Hii ni nchi inahitaji kiwango kikubwa cha amani, kiwango kikubwa cha utulivu, na hasa ukizingatia tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Na hapa liko jambo naomba nikueleze ndugu mwandishi wa habari, kwamba yako maneno ambayo mimi napenda kuyasahihisha. Kuna baadhi ya watu wanatulaumu
nasema mashehe nyie na baadhi ya hata wana, kwa sababu jambo hili sio kama linasemwa na mashehe tu, linasemwa na hata wasiokuwa mashehe. Kumekuwa na malalamiko ambayo yapo kwenye jamii na yamekuwa yakijadiliwa kwamba ninyi mashehe hamtaki kuzungumzia swala la haki hasa kwenye vyama vya upinzani. Baadhi ya viongozi kutoka vyama vya upinzani watakamatwa, watawekwa ndani. Nyie mashehe mmekuwa hamzungumzi wala hamkemei kukamatwa kwa hawa viongozi. Mashehe sio mashehe tu, hata baadhi ya wachungaji, baadhi ya maaskofu tunazungumzia amani sana, na hiyo ndio kelele kama ulivyosema. Tunalaumiwa kwamba baadhi mashehe hawazungumzii kuhusu haki, wanazungumzia kuhusu amani. Lakini nataka nitahadharishe na nitanabahishe. Unapozungumzia haki, nataka niwape tu mfano mdogo. Haki haina nafasi, na huo ndio msimamo wangu. Haki haina nafasi kama amani haipo. Nataka niwaambie, kutibiwa, serikali kujenga miundombinu ya tiba, kutoa afya kwa wananchi wake, hii ni haki ya kikatiba. Kuchaguliwa, kwa maana kufika mahala kupiga kura, uweze kuchagua ama uweze kuchaguliwa, hii ni haki ya kikatiba. Kuwa na barabara nzuri katika nchi ni haki ya kikatiba. Kuwa na mashule mazuri ni haki ya kikatiba. Haki hizi zote hata zikiwepo katika nchi, ikiwa amani haipo, hizi haki hazina kazi. Kwa wito wangu mimi ni kwamba tuipiganie amani, halafu mambo yote tuyaweke kwenye jamvi linaloitwa amani, yanazungumzika. Na ndio maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan muda wote ametangaza toka alipoingia madarakani. Mimi nakumbuka Rais Samia ameingia madarakani, utaona ilikuwa vyama vya siasa vimepigwa marufuku. Kuna baadhi ya wanasiasa walikuwa uhamishoni, kuna baadhi ya wanasiasa walikuwa wakidai mapesa yao chungu nzima. Lakini mama huyu rais wetu alipoingia madarakani akasema siasa sasa mlango umefunguliwa, walikuwa uhamishoni warudi, walikuwa wanadai fedha zao warudi. Hata baadhi ya vyama nimesikia wakitamka wao wenyewe kwamba malimbikizo ya fedha zao walizokuwa wanaidai serikali ziliwawezesha kununua ofisi katika eneo la thamani katika jiji la Dar es Salaam. Sasa ukijiuliza, yote haya yalifanyika kwa njia ya rais huyu alipofungua mlango wa mazungumzo. Ushauri wangu na hasa na mimi ni kwa sababu ninachokisimamia ni mkoa huu wa Mwanza, ushauri wangu sisi wana Mwanza tuendelee kutulia. Rais wetu amefungua mlango wa mazungumzo na kuna kitu kinaitwa 4R. Watu warudi, wakae, wazungumze. Mazungumzo mahala pote hayatakiwi, lakini si jambo la sawa kumforce rais, kumlazimisha rais, kuilazimisha mamlaka. Mtakwenda kuibua vitu visivyokuwepo. Leo sasa mashehe wanaweza kusimama wakadai sasa na wenyewe waitishe maandamano kwenda magereza yote nchini Tanzania kuwadai maustadhi na mashehe walio huko wanaotuhumiwa kwa kesi mbalimbali. Je, jambo hili litakuwa sawa? Je, wanasiasa wengine wacharuke wasiwe na sisi tunakwenda kumtoa mwanasiasa mwenzetu, tutamtoa kwa mikono yetu? Jambo hilo litakuwa sawa? Nchi itakalika? Tuiachie vyombo vya usalama vifanye kazi yake vizuri, tuiachie nchi iendelee kusimamiwa vizuri, na sote kwa pamoja tuungane kuiombea nchi idumu kwenye amani, idumu kwenye utulivu, na hatimaye tuzizungumze hizi haki ambazo kila mmoja wetu ni haki yake. Lakini msingi wa kupata haki ni kuchunga amani. Hata kwenye mazingira ya familia yako, wewe na mkeo ndani, mkeo atakuwa anahitaji jambo fulani ama wewe unahitaji jambo fulani, linaweza kufanyika nje kuna bunduki inalia? Haliwezi kufanyika. Na mengine mengi, haki ya kuwalisha watoto wako. Huwezi kutafuta riziki ya watoto wako kama hali ya nchi au hali ya eneo unaloishi haliko salama. Amani ndio msingi wa kila kitu. Tunajua kazi kubwa ya viongozi wa dini ni kusimamia roho, imani za watu kwenye dini husika. Nini nafasi ya dini kwenye mustakabali wa siasa wa nchi hii? Nafasi ya dini ni kubwa. Kitu cha msingi nilisema hata juzi kwenye kongamano kule kwamba sisi viongozi wa dini hatutakiwi kuwa na upande. Sisi tunatakiwa kusimama katikati na tuseme yaliyo ya kweli. Mfano, mimi hapo unaponiona nao wafuasi kutoka vyama vyote nchini, karibu 18 au 19, vyote vilivyosajiliwa. Kuna Waislamu wamo ndani ya vyama hivyo wote. Sasa mimi nikionyesha kwamba niko kwenye chama A au chama B, maana yake nimewagawa na nimewasusa wale waumini wangu. Sisi tunapaswa kusimama katikati, kushauri, kuwaombea. Lakini tunaweza kushauri mambo ambayo yanagusa mustakabali wa nchi, na hatuwezi kusema tuiache siasa. Siasa haiachwi, kwa sababu siasa ndio maisha. Leo tunazungumzia rais, amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama wa nchi, hawi mpaka atoke kwenye siasa. Manake ili ugombee urais Tanzania lazima uwe na chama cha siasa. Ingekuwa tunamgombea binafsi tungesema sawa.
Kwa hiyo kwa maana hiyo siasa ndio inamleta rais, siasa inamleta waziri, siasa inaleta kila kitu. Siasa ni maisha. Sisi viongozi wa dini, nafasi yetu pale ambapo tutaona kuna shida, tuna wajibu wa kuelekeza na kushauri. Pale ambapo tutakapoona kuna shida, kuna wajibu wa kuelekeza na kushauri. Kuna usemi unasema, ya Mungu mwachie Mungu na ya Kaisari mwachie Kaisari. Siasa ni miongoni mwa mambo ya Kaisari. Kwa nini ninyi viongozi wa dini leo mnaamua kushika na ya Kaisari, hususan masuala zima ya kisiasa? Ukweli utabakia kwamba tunapozungumzia Kaisari maana yake nini? Kaisari maana yake mtawala. Ndio maana ya neno Kaisari. Mungu ndio mfalme wa milele. Sasa mimi niko duniani. Sisi katika Uislamu tumefundisha i'mal li dunyaka. Sikiliza hadithi ya Mtume, anasema i'mal li dunyaka annaka taishu abada. Imarishe dunia yako kama utaishi milele. Wa amal li akhiratika annaka tamutu ghada. Imarishe akhira yako kama utakufa kesho. Kwa haya mawili yanakupa nafasi wewe Muislamu, lazima duniani uwe vizuri na ujiandae vizuri kwenda akhera. Kwa kuwa siasa ni eneo linaloleta mamlaka, linaleta utawala. Mimi nawahusia hata Waislamu wenye nafasi ya kuomba udiwani waingie waombe, ubunge waingie waombe. Umefahamu bwana? Lakini tunachokatazwa na mimi nitumie nafasi kukataza ni sisi viongozi wa dini kuwagawa waumini wetu ambao wametapakaa kwenye dini zote hizi na wana vyama mbalimbali. Kuingia kwenye hiyo utakuwa umeingilia uhuru wa mtu, kumwambia wewe Muislamu mwenzangu uwe CCM, wewe Muislamu mwenzangu uwe Chadema, uwe CUF, uwe ACT Wazalendo. Hapana. Sisi tuna wajibu wa kusimama katikati, kuwaongoza waumini wetu wasimame katika njia iliyo bora, na njia iliyo bora ni kuhakikisha kwamba nchi hii ya Tanzania inadumu amani yake na unadumu utulivu wake. Inapotokea mijadala mizito kama hii, hususan inayohusu kukamatwa kwa viongozi wa vyama vya upinzani hapa nchini, unadhani ni hatua gani ambazo serikali inapaswa kuchukua, viongozi wa dini wanapaswa kuchukua, na wananchi wanapaswa kuchukua ili kuepukana na mijadala kama hii? Kwanza ifahamike, kukamatwa kwa viongozi hawa wa kisiasa si jambo lililoanza jana. Sio jambo lililotokea kwenye utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lazima tufahamu, rudieni kwenye historia. Mambo ya kukamatwa viongozi limeanza muda mrefu sana. Viongozi wamekamatwa, tulikuwa na hata Mbowe juzi tu kwenye utawala wa Mzee Jakaya alikamatwa. Ukirudi nyuma viongozi mbalimbali wamekamatwa, wamepita viongozi hapo na kina Sheikh Sharif Hamadi wamekamatwa. Utakumbuka wako Waislamu wa Zanzibari walishakimbia mpaka nchi hii wakaenda kuishi Mombasa. Kwa hiyo jambo linapokuja kutokea leo kwa Rais Samia lisije likaonekana kama jambo jipya. Ninachoweza kusema tusifike mahala tukamuonea Rais Samia, na hasa kwa ule uungwana wake, ustaarabu wake. Hili si jambo la sawa, kwa sababu Waislamu kwa muda wote wa maisha yao katika nchi hii hawakumbagua rais, hata akiwa Mkristo hawakumbagua rais. Sasa hivi viashiria, mimi nikiwa kiongozi wa kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza, nakemea viashiria, napiga kelele kwa maana kuziwia viashiria. Hivi viashiria, mtakumbuka nyewe ni mashahidi, wakati wa utawala wa rais wa awamu ya 4 tulishuhudia hapa viongozi wa dini wanaweza kusimama wakamtukana rais, wakatoa ushauri, wakaandika mawaraka na kadhalika. Baadhi yao wanaweza wakafanya hivyo, lakini hatukuyashuhudia haya alipokuwa Rais Benjamin William Mkapa. Hatukuyashuhudia hayo alipokuwa rais ni John Joseph Pombe Magufuli. Kwa nini yashuhudiwe vipindi ambavyo watawala ni Waislamu? Unajiuliza, ukiwa na akili salama unaanza kujiuliza. Sasa haya ndio ninayoyakemea. Mkianza kufungua mlango huu wa Tanzania hawa kujiuliza, kwa nini iwe wakati wa utawala wa Waislamu? Na ikiwa mtawala ni Mkristo, haya waraka kulaniwa kwenye mimbari hakupo. Mtaweza kuibua kitu kibaya, itafika mahala na Waislamu watasimama, tutakuwa tumeigawa nchi chonde. Mbali na kuigawa nchi, unadhani ni athari zipi zingine zinaweza zikajitokeza katika nchi hii pindi yanapokuwepo matamko kama haya, au panapokuwepo na mijadala kama hii kupitia mitandao ya kijamii? Kwanza, mitandao ya kijamii ni jambo halizuiliki kwa sababu ndio jambo lipo. Wanasema ndio qadhiyatu saa. Mtu hayo mstaarabu mpaka atoke kwenye mitandao ya kijamii. Wakati mwingine mitandao ya kijamii hutumika hata kutukanana. Tumeenda mbali, hata sisi wenyewe viongozi wa dini. Mimi naweza nikasema hivi, akasema kiongozi wa dini mwingine, kuna kitu siku hizi wanaita radi, akani radi. Ni mambo ya kawaida na huwezi kuyachukia, ndio yapo sasa. Japokuwa
tunaendelea kuhusia kwamba mfano vijana wengi wanaotumia mitandao ya kijamii watambue mitandao ya kijamii sio anasa, bali mitandao ya kijamii kwa sasa ni kifaa cha kazi. Itumike vizuri kutuletea maendeleo, kutuletea ustaarabu, kutujengea uelewa, kuzidisha utaalamu wetu na kadhalika. So mitandao ya kijamii hii ikitumika vizuri inajenga nchi, inaimarisha nchi. Lakini ikitumika vibaya itabomoa nchi. Usia wangu mimi, mfano kanisa Katoliki, narudia tena, ni kanisa na uliheshimu sana na naahidi kuendelea kuliheshimu. Lakini nachohofia ni hizi cheche. Wanasema mwanzo wa ngoma ni lele, mwanzo wa ngoma ni lele, lakini mwanzo wa moto ni cheche. Ikitokea tunaruhusu kwamba unaweza ukasimama ukamkemea labda rais, ukaikemea serikali hiyo madarakani, wakati sisi viongozi wa dini tumepewa nafasi ya kukutana na hawa watawala. Kwa bahati nzuri tunakutana nao, tunazungumza nao, tunawashauri na matokeo yanapatikana. Mimi najua yako maeneo kadhaa, ima msikiti ima makanisa yanayahitaji serikalini, na labda walikuwa wameyakosa kwa masiku kadhaa, walipokutana na watawala wakazungumza nao wakawapa. Yako mambo tulikuwa tunadai sisi kama viongozi wa dini, hatimaye tumepata haki hizo kupitia mazungumzo. Tunashindwaje kwenye hili kukaa na kuzungumza nao kwa nidhamu na kwa adabu kuliko kuzua kitu kingine? Kwa sababu hofu yangu ni kwamba ikizuka kitu kingine, likatokea jambo ambalo linaweza kusababisha kuwagawa Watanzania. Hawa Tanzania hawa, jamani, mimi nina hakika hichi kilichotokea cha kuamriwa mahakama kuamriwa kwamba iwatoe watu ndani bila masharti, hili sio kwamba ni Wakristo wote wanalikubali, sio wote wapenda amani wote wanalikubali. Wako watu ambao wanaona huku tumekwenda mbali zaidi. Mahakama ni chombo huru, kipewe nafasi yake, kitoe taarifa yake, kitengeneze haki zake na kifikie katika hatua ile ambayo sheria inaikubali. Wito upi unatoa kwa Watanzania? Wito wangu kwa Watanzania, kipindi kama hichi tuendelee kuwa makini, tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kuiombea sana nchi yetu, lakini tumuunge mkono rais wetu. Na kwa sasa tumuunge mkono na maana kwa sasa rais ni Samia Suluhu Hassan. Hatuna rais mwingine, na huyo yupo kwa mujibu wa katiba ya nchi. Unapozungumzia katiba ya nchi, maana yake ndio msahafu ambao Watanzania hao wamekubaliana nao uwaongoze. Kwa hiyo wito wangu ni kuwataka Watanzania tuheshimu mamlaka, na hivi ndivyo tulipofundishwa sisi Waislamu. Mola wetu anatuambia qulillahumma malikal mulki, Mungu ndio mwenye kuwaweka watu madarakani. Na hata Wakristo wenzangu wana kauli yao, wanasema kila mamlaka inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo hii mamlaka iliyoko sasa ni mamlaka iliyowekwa na Mungu. Tunaweza kushauri, tunaweza kukosea, lakini kwa njia za kistaarabu. Tusifike mahala tukaharibu nchi yetu kwa mikono yetu sisi wenyewe.